Okay bwana, ukimzungumzia Ibrahim Traore unazungumzia rais wa Burkina Faso. Unaweza kusema kitu kama hicho ambako anatokea mchezaji Azizi Ki wa Tanzania. Bwana, imekuwa na matukio mengi sana toka kuingia kwake madarakani, na historia pia ikionyesha na background zake na mambo mbalimbali kwamba Traore ni kijana ambaye ameingia madarakani kwanza akiwa na umri mdogo kama rais wa nchi na kuiteka nchi, lakini hivi karibuni amefanya pia mauaji makubwa ya kisasa ambayo bado yanaitisha Marekani baada ya kuweza kufanya muunganiko wa West Africa, ambapo imeunganisha takriban nchi 3 ikiwemo na Ghana. Wameweza kuunganisha pia na kutengeneza bendera yao. Ina maana mpaka hapa sasa Marekani inaanza kidogo kushtukizwa na haya mambo ambayo yanafanywa na kiongozi mkubwa na bado ni mdogo. Tumezoea kwamba viongozi wengi wa Kiafrika tayari wakiwa wanaonesha vitu kama hivi wengi huwa wanakufa mapema. Hatujajua chanzo huwa kinakuwa ni nini, kwa sababu wakianza tu kuleta upinzani zaidi ya Marekani. Lakini tumeona dhahiri shairi kwamba kiongozi huyu wa Burkina Faso Ibrahim Traore ameweza kufanya jambo kama hilo. Naweza tu sasa hizi nikakuelezea mambo 10 tu muhimu ambayo ameyafanya huyu kiongozi, na kuambia mambo 10 muhimu ambayo ameyafanya na tishio kwa dunia zima ambayo ameyafanya Ibrahim Traore. La kwanza kabisa, ikumbuke baada ya kuingia madarakani, aliingia madarakani kwa kuipindua nchi, na maana jeshi lilishika nchi hatimaye mwisho wa siku mpaka saizi ndo anayoongoza. Kitu kingine cha pili, aliweza kwanza kabisa kugundua gari la umeme, kwamba katika madaraka yake ameweza kuileta gari ambayo inatumia umeme. Tumeona nchi mbalimbali zikifanya vitu kama hivi, ukizingatia kwamba Marekani kwa yule mtu mzima Tesla ndo ambao waligundua gari ya umeme, basi na yeye akamjibu. Ndio ujue kwamba kiongozi huyu ni tishio. Najua Waafrika wengi wanamtamani awe rais wa nchi yao. Kila nchi iliyoko Afrika inatamani kuwa na kiongozi kama huyu, kwa sababu yeye ni jasiri na pia anatenda mambo kwa wakati. Pia jambo la tatu ambalo na la muhimu zaidi, pia kiongozi huyu ameweza kusafiri nchi mbalimbali, lakini kwa Afrika hajatembea baadhi ya nchi. Ukiambia nchi outside, ametembelea nchi kama Russia, ama tunaweza tukasema Urusi kwa jina tu la kawaida la Kiswahili, ambako kule alienda kukutana na mtu mzima Putin, ambapo kule baada ya kukutana walizungumza mazungumzo yake muhimu sana. Jambo la 4 pia ambalo ni la kushangaza na shangaza wangu, kwamba yeye huwa anasalimiana kwa ishara ya nipe tano, ambayo wengi wanaamini kwamba ni ishara ya kiuni, lakini kwake inatumika kama salamu. Na kipindi anakupa hiyo 5 kwenye mikono yake anakuwa amefunga gloves. Ndio ujue kwamba kiongozi hana masiara. Hawezi kusalimiana wewe na yeye kwa kushikana tu hivi mikono, hiyo never iwezi kutokea. Basi yeye huwa anapeana, haijalishi amekutana na kiongozi gani. Lakini vijuzi kati amemuonya Trump kwamba hawahitaji msaada wote, na kuhusu maneno yake ambayo anayasema Trump, wao hawaogopi kwa jambo lolote lile, na amekuwa akitishia Marekani kwamba siku moja ikijichanganya itakapogusa pembe au kona ya Burkina Faso, basi ataweza kuiteketeza Marekani kwa sekunde kadhaa. Bwana, huyo ndio Traore. Wewe ambao hujasubscribe unaweza kuambia kumbuka kusubscribe, huko like, kucomment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakavyokuwa hewani. Mambo yamekuwa ni mengi kwa sababu watu wengi wamekuwa wakivutiwa na ufanisi wake. Jambo la 6 na ambalo ni la muhimu zaidi, unaambia bwana juzi kati alitaka kuja nchini Tanzania, lakini hakufika. Maelfu ya watu walimgoja na dai ilisimama kwa muda kwa ajili ya kumgoja huyo kiongozi, lakini kulingana na miongozo yake ya emergency ilishindikana kufika katika mkutano mkuu huo, kwa sababu wao walikuwa wanataka waweze kuunganisha North Africa, na kweli kwa sasa wamefanikiwa. Je, unahisi ndoto ya kuunganisha Afrika kwa ujumla, Africa United Nation, itakuja kutokea, ambayo ilifanywa na viongozi mbalimbali akiwemo
Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Kwame Nkrumah wa Ghana, ambapo walijaribu vitu kama hivi lakini mwisho wa siku zilishindikana. Akajaribu mtu mzima wa kutoka pale Libya, unaweza kumuita Muammar bin Gaddafi, ambaye yeye pia alishindwa kulingana na ghasia ambazo zilifanywa na jeshi la NATO ambalo liliweza kumwangusha madarakani mnamo miaka ya 2009 hivi kama sikosei na 8, ambapo naye alikuwa na wazo kama hili. Lakini leo tunakuja tunashangazwa na kijana mdogo, lika dogo, umri mdogo, anaishika nchi, anaipindua, kishaingia madarakani anaanza kutenda zile ndoto ambazo Waafrika wengi wanatamani zije zifikiwe. Ukiambia bwana ndoto ambazo Waafrika wengi wanatamani, kwanza kabisa Waafrika wote wanatamani tuje tuungane tuwe kitu kimoja. Pili, tusitawaliwe na mataifa wanakuambia ya kibepari, ambapo tukizungumzia mataifa ya kibepari tunamzungumzia kama mtu mzima USA, United Kingdom, ndo mataifa ambayo yana ubepari ndani yake, kwa sababu ya hata hivyo Marekani imekuwa ikitishia nchi za Afrika kustisha ugawaji wa dawa, kwa mfano dawa za HIV, ambapo limekuwa ni janga lao mataifa mengi duniani, hasa ukizungumzia Afrika. Pia tumeona kwamba wao wamekuwa wakishtumiwa kama ni wahasi, na pia ni watu ambao wanatoa shutuma, pia ni watu ambao wanachochea vita nchini Afrika. Je, kwa nini unahisi hili? Je, kwa nini watu wengi wanatamani wapate kiongozi kama Traore? Hiyo ndio sababu ya 8 ambao pia ni ya muhimu, na ya 7 ambazo nishataja. Basi naingia ya 8 kwamba kiongozi huyu pia ni kiongozi ambaye huwa anatembea na bastola ikiwa kwenye mguu wake. Unaambia bwana anatembea na bastola, anakuambia ni mashine gani inakuwa maeneo ya kiunoni hapa muda wote, kwamba mtu akileta kuzingua basi atashushwa. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo ni tishio kwa watu wa Marekani, wakiamini kwa nini anatembea na silaha ikiwa nje na anatishia amani, lakini akisema kwamba yeye ni mwanajeshi na muda wote anajilinda na muda wote analinda taifa lake. Bwana wewe ambao hujasubscribe, unaweza nikakwambia usubscribe, uweze kulike, comment na kushare ili kupata notification pindi habari zetu zitakavyokuwa hewani. Pia jambo la 9 ambalo ni la muhimu kabisa, unaambiwa bwana Ibrahim Traore ndo ambaye ana kiongozi wa Burkina Faso, the president, rais, ambaye mpaka saizi anawahudumia wananchi wake, na ahadi ambazo wameshaziweka kwa wananchi wake kwamba kila mwananchi ataweza kupokea shilingi ya Kitanzania, kwa hapa Tanzania shilingi 5,000 per day. Ina maana nchi zima itakuwa inapokea hizo pesa. Kwa hiyo unaweza kushangaa Azizi Ki yupo huku lakini analipwa mshahara. Kwamba je, kwa nini alipwe mshahara? Kwa sababu pesa zilizopo na malighafi zilizopo nchini kwao zinajitosheleza kulisha taifa pasipo msaada wa bepari kutoka taifa lolote duniani. Huyo ndio Ibrahim Traore, unaweza tukamuita mtu mzima kabisa ambaye ana majina mawili. Unaweza kumuita IT kwa maana yake ni mtu professional kweli kweli, na amekuwa kiongozi. Pia jambo la 10 kabisa, unaambia bwana Ibrahim Traore ndio kiongozi pekee ambaye analindwa na wanajeshi wasiopungua 25. Tumekuwa tukiangalia mataifa mbalimbali viongozi wao wakiwa wanalindwa sana, ukiachana na mataifa ya East Africa, lakini pia kama Traore anaolindwa kwa kiasi kikubwa. Yani ndo kiongozi pekee Afrika ambaye analindwa na wanajeshi muda wowote. Na yeye kama mnavyoambiwa watu hacheki na wowote, anytime kina happen. Huyo ndio Ibrahim Traore. Wewe ambao hujasubscribe, naomba usubscribe, like, comment na kushare. Kama na maoni basi dondosha hapo comment yako, dondosha na notification, afu tuambie hivi kama kuna mchongo unataka utuelezee, wasiliana nasi. Basi hii hapa ni Amazing TV, chombo kwa hewa. Chao.